Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka huu 2026. Somo letu kuu katika mwaka huu linatoka katika kitabu kilichoandikwa na Ellen G. White kinachosema Baba yetu anajali. Na mwezi huu tunayo mada kuu inayosema nipate kumjua yeye. Hii ni mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na leo tunaenda kuliangazia somo la Mei 6. Tuombe. Baba yetu mtakatifu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ili tupate kujifunza neno lako. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tena asubuhi ya leo. Tusamehe dhambi zetu, tutakase, tusafishe na utuongoze ili tuweze kufaa na kudumu kwa watoto wako siku zote katika maisha yetu. Enda nasi tunapojifunza neno lako katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema wakili aliyevikwa asili yetu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya ya 1 imeandika, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Ahadi na ruzuku za Mungu kwa niaba yetu hazina kikomo. Kiti cha enzi cha neema kinakaliwa na yule ambaye anaruhusu tumwite Baba. Ameweka madhabahuni pake wakili aliyevikwa asili yetu kama mwombezi wetu. Kazi ya Kristo ni kututambulisha kwa Mungu kuwa wana na binti zake. Anawaombea wale wanaompokea. Kwa damu yake mwenyewe amelipa fidia yao. Kwa stahiki ya wema wake anawapa uwezo wa kuwa washiriki wa familia ya kifalme, watoto wa mfalme wa mbinguni. Naye Baba anaonesha upendo wake usio na ukomo kwa Kristo kwa kupokea na kuwakaribisha rafiki za Yesu kama rafiki zake. Ameridhishwa na dhabihu iliyotolewa, anatukuzwa na kufanyika mwili, maisha, kifo na ufufuo na upatanisho wa mwanawe. Katika jina la Yesu maombi yetu yanapanda kwa Baba. Anaomba kwa niaba yetu, naye Baba huziweka wazi hazina zote za neema yake kwa ajili yetu kujitwalia, kwa ajili yetu kuzifurahia na kuwapatia wengine. Yesu ni kiunganishi kati ya Mungu na mwanadamu. Anaweka stahili yote ya haki yake upande wa Muumbaji. Anasihi kwa ajili ya mwanadamu, na mwanadamu akiwa anahitaji msaada wa Mungu huomba kwa ajili yake mwenyewe katika uwepo wa Mungu, akitumia mvuto wa yule aliyetoa uhai wake kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Pale tunapothibitisha mbele za Mungu shukrani zetu kwa ustahili wa Kristo, harufu nzuri hutolewa kwa maombi yetu. Tunapomkaribia Mungu kwa njia ya stahili ya unyofu wa mkombozi, Kristo Yesu anatuweka karibu na yeye zaidi, akituzingira kwa mkono wake wa kibinadamu, huku kwa mkono wake wa uungu anashikilia kiti cha enzi cha milele. Anaweka wema wake kuwa uvumba wenye harufu nzuri katika chetezo mikononi mwetu.
ili kutuhamasisha kuomba. Naam, Kristo amekuwa njia ya maombi kati ya mwanadamu na Mungu, lakini amekuwa pia njia ya baraka kati ya Mungu na mwanadamu. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Mei 6, tukiangazia mada isemayo wakili aliyevikwa asili yetu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima Bwana aliyokuahidi, utakula matunda mema. Jikabidhi kwa Bwana. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa